Hii ni sehemu tu ya ujenzi, component ya mradi mzima wa uwanja wa AFCON ambao unagharimu bilioni 338, na huu ni uwanja wa mazoezi, timu kufanya mazoezi hapa, na mwingine utakuwepo pale nyuma pale, nao ni wa mazoezi, lakini uwanja mkubwa huo hapa. Kwa hiyo hii uwanja mdogo na huu mkubwa ndio unaoenda katika bilioni 338, na uwanja wote sasa kwa kazi ambazo zimeratibiwa hapa wameshafika 88%, na huko tunakoenda utakuta tayari taa zimewekwa, skrini zimeweka. Uwanja huo wote utakuwa na unaweza kuweka watazamaji 32,000, lakini viti ambavyo tayari vimeshawekwa ni viti 26,000. Kwa hiyo kila kitu karibia kinaenda vizuri. PA system imeshawekwa, maskrini hapo pale utakuta, kwa majenereta imeshaleta. Kwa hiyo kitu ambacho kitakuwa kinaendelea baadaye ni mambo tu ya landscaping hapa ambayo yatakuwa yanaendelea. Kwa hiyo kwa maana ya kazi ya uwanja aliyopewa mkandarasi, kwa maana ya uwanja mkubwa na huu hapa, yote kwa pamoja vinaenda kwa 88%. Lakini kikubwa ni kwamba Mheshimiwa Rais alipokuja juzi tulimpa taarifa na akatoa maelekezo mahususi kuhusu barabara, ambapo umepita umeona wakandarasi wako busy. Uwanja huu utakamilika mwishoni mwa mwezi wa 8. Maana yake tutakuwa na mwaka mzima. AFCON itaanza mwakani mwezi wa 8. Kwa hiyo tutakuwa na mwaka mzima uwanja ukiwa umekamilika. Sasa tunakimbizana na barabara, na Mheshimiwa Rais ameelekeza kwamba kwa kweli kwa wakandarasi ambao wamepewa hizi kazi ya barabara ya Kisongo kule Matebezi kuja hapa, na kuna barabara nyingine bypass, na ile ya kutoka mjini Kilombero mpaka kuja Kisongo, zote wakandarasi wafanye kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba AFCON inafanyika wakati barabara hizo ziko tayari. Na labda nitumie nafasi hii kuwapongeza sana na kuwashukuru uongozi wa Wizara ya Habari, lakini vile uongozi wa mkoa, wakandarasi, mshauri mwelekezi kwa kazi kubwa ambayo imefanyika hapa. Wakati marais wetu wa Tanzania, Kenya na Uganda walipokubaliana kuomba nchi zetu tatu ziwe wenyeji wa michuano ya AFCON ya mwakani, walifanya commitment ya mambo makubwa. Waliahidi kwamba mambo ambayo watayatekeleza kuhakikisha jambo linafanikiwa. Na rais wetu, moja ya mambo ambayo Rais Samia aliahidi ni kujengwa kwa viwanja vipya kikiwemo hiki cha hapa. Na hiyo ndio iliyopelekea tukakubaliwa, kwa sababu uongozi wa CAF ulijua kwamba ahadi zile zimetolewa na watu wazito. Na kwa bahati nzuri wakati huo mimi nilikuwa balozi wa Tanzania Misri, ambapo ndio kikao cha mwisho cha CAF kilifanyika kufanya uamuzi, na commitment ya Tanzania ambayo ilitoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan ilifanyika. Kwa hiyo kwa kweli kwamba rais wetu anafanya commitment, anafanya ahadi za kimataifa na zinatekelezwa kwa kiwango hiki, ni jambo linatia moyo sana. Kwa kweli nawapongeza kwa kazi nzuri ya kusimamia ahadi ya rais, lakini vile tunamshukuru rais mwenyewe kwa kusimamia kuona kwamba fedha zinapatikana, lakini pia wakandarasi wenye uwezo wanapatikana, lakini pia maelekezo ya rais ya kuhakikisha kwamba jambo hili linasimamiwa vizuri. Nitumie nafasi hii kutoa wito tu wa agizo alilotoa Mheshimiwa Rais kuhusu kukamilika kwa hizi barabara zinazokuja hapa. Ni muhimu agizo la rais lifanywe kazi kwa nguvu sana, kuhakikisha kwamba tunalinda heshima ya nchi yetu, lakini pia heshima ya rais wetu.